Mchezo unaofuata ni mchezo wa KMC, lakini tukumbuke mchezo ule uligailishwa katikati ghafla na kuletwa KMC badala ya Tabora, umeona? Sasa kwa kweli kwanza mchezo huu kuhamishwa kuletwa hapo KMC kwako unaichukulia picha gani? Huo ni upangaji wa matokeo kama upangaji wa matokeo mengine. Na huo ni upangaji wa matokeo kama upangaji wa matokeo wa mechi nyingine. Kwa maana gani? Tunavyozungumza ni upangaji wa matokeo kwa sababu kanuni haijafuatwa. Watanzania au watu tunaopenda mpira au tunaojua mpira, kanuni haijafuatwa. Kama kanuni haijafuatwa, maana tayari kuna kila viashiria vya kwamba Simba kesho anaenda kupata matokeo dhidi ya KMC. Kama anaenda kupata matokeo yake sio ya kupambania kwa nguvu na jasho, bali ni matokeo ambayo yanakuja kwa wepesi. Kwa hiyo kuna yes, kwa sababu mechi imetangazwa almost kama si chini ya siku 10 kwamba itaenda si chini ya siku 15 nadhani. Itaenda kupigwa wapi? Tabora. Na baada hapo imerudishwa ghafla kurudi wapi? Dar es Salaam ndani ya siku 4. Siku 4 siku 3 nadhani. Siku 3 kurudishwa Dar es Salaam. Sasa kama inarudishwa Dar es Salaam ndani ya siku 3 na uongozi wa KMC unasema tumeketi chini na uongozi wa nini? Wa Simba. Tumeona kwa sababu hapo kwenye mashindano ya kimataifa tumeona huu mchezo turudishe wapi? Dar es Salaam kwa ajili ya kuwasaidia Simba waweze kwenda kufanya vizuri kwenye michuano yao ya kimataifa. Sasa unajiuliza KMC na michuano ya kimataifa kuna uhusiano gani? Wao wanahusikana nini? Wana wachezaji wao Simba pale kwamba wanacheza michuano ya kimataifa? Jibu linakuja hapana. Kuna nyakati za kuheshimisha taifa. Sikiliza. Yaani kwenye utaratibu wa kimataifa, umenielewa, kwenye swala la kimichezo hakuna cha kusema fulani yuko sehemu fulani, mtu fulani yuko sehemu fulani. Kunachotakiwa ni kusimamia sheria nini inataka au kanuni yetu ya ligi inataka kitu gani. Kanuni inaeleza wazi kwamba kubadilisha uwanja angalau ziwe siku 7. Angalau siku 7, ila kisheria iko siku 21. Siku 21 kama kuna mabadiliko yote ya uwanja, timu inatakiwa iwe imetoa taarifa. Ila ikichelewa sana ni siku 7. Sasa leo tunakuja kuangalia mabadiliko ya uwanja within 3 days. Nje kabisa na nini? Na kanuni tulionayo kwenye ligi kuu. Sasa kama imekuwa nje, make ni moja kwa moja chakula kimeshapikwa, Simba anaenda kuwa mshindi kwenye mchezo huo dhidi ya KMC. Simba anaenda kutoboa kama kawaida. Hakuna kusema ubora wao unaenda kwa. Sio ubora, kuna game Simba ambayo amecheza ukasema Simba amecheza kwa kiwango cha kusema hii leo Simba amecheza mechi ya Pamba. Sikiliza kitu kimoja. Nyinyi waandishi mnakuwa mnawapotosha Watanzania wanaopenda mpira na sio kwa Watanzania. Wapenzi wote wa mpira waliona ile game. Umenielewa? Simba alicheza in low play. Yaani tuseme low, tumia si low nani neno gani zuri? Kwamba wamecheza chini ya kiwango. Umenielewa? Wamecheza chini ya kiwango. Kama wamecheza chini ya kiwango, matokeo aliyoyapata ni kwa sababu ya vitu ambavyo referee alifanya makosa. Umenielewa? Kwa mfano penalty ya kwanza. Ile referee aliamua kwa favor Simba kwa sababu mtu wa kwanza ambaye alitakiwa anufaike na pigo la penalty alikuwa ni Pamba. Lakini Pamba akanyimwa penalty, ikarudi upande wa pili, upande wa Simba, ikapewa penalty ikatolewa na Simba akaanza kunufaika. Na kama Simba ameanza kunufaika, nini kinachofuata? Lazima timu ndogo itarudi nyuma. Ndio maana baada ya ile pigo la penalty kutokea, Pamba walicheza chini ya kiwango. Pamba alicheza chini ya kiwango. Lakini bado unakuta maamuzi ya referee hayakuwa kwenye sheria 17 za mchezo. Unataka kuniambia kwamba bado marefali wanaendelea na harakati zake zile zile? Yes, na mimi nataka niwaambie kama ni game ambayo inatakiwa pia kuchunguzwa ni hiyo game ya Pamba pia. Umenielewa? Ni game ya nini? Ya Pamba. Kachunguzwe referee, kachunguzwe pamoja na goalkeeper. Ni watu ambao wamehusika kwenye kupanga matokeo ya Simba kuwa mshindi katika ile game. Yes. Simba. Umenielewa? Ile siku wamepata favor kutoka kwa referee pamoja na goalkeeper. Kwa nini Pamba Jiji hawakupanga yule Yohana Mkomola? Game ya kwanza tumeona ina test pale Mwanza. Umenielewa? Yohana Mkomola amekaa golini, kafanya saving kubwa zaidi kuliko nani? Huyu goalkeeper wa juzi, nasema wa kimataifa. Mimi sielewi. Labda ni taifa lipa na litumikia na amekuwa golikipa kwa kimataifa. Lakini hebu angalia kwamba matukio aliyokuwa magoli aliyofungwa ile golikipa. Unajiuliza ni golikipa au pazia?
Chembe imekuwa kibeza sana penalti za wanazopewa Simba, lakini ukiangalia wengi wanakuambia kwamba kwa ubora wa Elie Mpanzu kwa jinsi anavyofanya katika dimba la mpinzani wake penalti zimetokea. Kwa wachambuzi wengi wanasema, unajua kuna kitu kimoja watu wanashindwa kuelewa. Elie Mpanzu mimi toka amefika yeye kwamba kama amesababisha pigo la penalti nadhani ni moja tu. Mimi nawaambieni kabisa, fanyeni research, nadhani ni penalti moja tu ndio yeye aliyosababisha. Sikumbuki ni ipi, ila kwa kumbukumbu zangu nilizonazo Elie Mpanzu amesababisha penalti moja. Kwa hiyo sio mtu ambaye ni mtu wa kutisha. Of course niseme kwamba unajua sometime wa Tanzania tumekuwa labda au wajinga wengi wako Simba kwa sababu hawajui ubora wa mchezaji uko sehemu gani. Tunapokuwa tunazungumza mchezaji tunazungumza namba. Muangalie Elie Mpanzu ana namba gani nzuri za matokeo ndani ya klabu ya Simba. Ngoja mimi sikioni. Kwa sababu Elie Mpanzu mpaka sasa hivi ana goli 3 kwenye ligi. Goli 3. Umenielewa? Assist sidhani kama inazidi moja. Ngoja nikwambie, mimi ndio maana nawaambieni kila siku. Tusiwe mashabiki tu. Tuwe mashabiki ambao tunajua mpira. Elie Mpanzu ana goli 3. Umenielewa kwenye NBC. Alafu ana assist haizidi moja. Assist haizidi moja, nielewe katika michezo aliyocheza. Almost sasa hivi inaenda kwenye michezo 8 au 9 kacheza. Ana assist moja. Umenielewa? Goli 3. Umenielewa? Sasa na hapo ukiangalia goli alizozipata bado kwenye timu ambazo hazina intensity. Umenielewa? Ndio maana leo hii nasema unavomsifia Mpanzu amecheza na nani? Timu. Ngoja amecheza na nani? Vilabu wenzake. Ngoja kwanza. Vilabu gani alivyocheza navyo? Ambacho unaweza kaniambia hiki kilikuwa kipimo sahihi cha Elie Mpanzu? Kama Pamba. Pamba amefanya nini? Hana tukio lolote. Alishita goli. Ngoja nani? Mpanzu akufunga goli kwa Pamba. Mpanzu akufunga goli. Umenielewa? Elie Mpanzu unavomsifia ubora wake, amecheza na nani? Amecheza na nani? Na wapinzani wake. Maana tarehe 8 walimkimbiza. Angeonekana vituko na wangemtimua. Mimi nawaambieni. Yes. Mimi nawaambieni, sio kwa kusema kwamba nabahatisha vitu. Mimi nakupa vitu ambavyo vipo. Nani amkimbie Mpanzu? Wewe Pacome Zozoa, Clement Mzize, Stefan Aziki, tuna Jonathan Kangalombo, tuna huku Shadrack Kiboka, tuna Israel Mwenda, tuna Dickson Job. Yaani tumkimbie Kangalombo? Nani? Elie Mpanzu? How comes? Wewe watakucheka, watakuona wewe vituko. Tumkimbia Mpanzu ana kipi? Ngoja kipi? Hivi chukua namba ya Pacome, mchukue namba ya Elie Mpanzu. Ni namba unaona zinafanana? Unaona zinafanana? No, ni vitu vili tofauti, mbingu na ardhi. Kwa hiyo tunapomzungumza Mpanzu, muangalia amecheza na nani? Timu gani imempa intensity? Ni ndogo. Umenielewa? Leo Mpanzu nasema eti ameipeleka timu yake finali. Mpuzi mmoja ambaye hujui mpira. Umenielewa? Unakurupuka, unatokea wapi? Kaa chini fikiria kwanza, angalia. Umenielewa? Angalia ni timu gani kwenye yale mashindano yake. Kuanzia makundi mpaka finali. Niambie kwenye nchi yake alikuwa nafasi ya pili. Kuna timu naikuta ilikuwa nafasi ya pili? Ya 3, ya 4, ya 3, ya 4. Finali anaenda kukutana naye ni mtu wa 4. Na bado anatolewa. Alafu nasema Mpanzu. Unamwimba Mpanzu kwa nani? Mpanzu ukitaka kujua ubora wake uko wapi, mwambie acheze na Yanga. Umenielewa? Ngoja, mwambie acheze na Yanga. Utamuelewa kwamba huyu Mpanzu tumekosea. Yani ni Mpanzu wa kucheza mashindano ya Ndondo Cup, maeneo ya Kabumbu Cup huko. Na nini hapa Dar es Salaam zinaendelea sasa hivi? Samata Cup huko. Ndio unaweza kumuelewa Mpanzu. Uwezo kumuelewa Mpanzu dhidi ya Yanga. Never. Umenielewa? Wewe mnamkimbia Mpanzu. Mmeshindwa kupeleka hata mechi. Nielewe kitu kimoja, mimi sikiliza, anayesema tunamkimbia Mpanzu akapimwa akili yake haiko sawa. Umenielewa? Anayesema Yanga inamkimbia Mpanzu, inawezekana akili yake ina shida, akapimwe, akachunguzwa aende hata Milembe tu. Umenielewa? Kama hata baki Milembe huyu. Sikiliza, yani unavomzungumzia Mpanzu, muangalie kwenye game intensity, amecheza na game zipi.
amecheza na game zipi, ndio utajua kwamba Mpanzu ni bora au si bora. Kacheza na timu ndogo kabisa huko. Kacheza hivi, ngoja nikwambie hapa. Kuna Israeli Mwenda au tumtoe Israeli Mwenda tumweke Kibwana Shomari, Mpanzu ataonekana? Mpanzu ataonekana? Nani anakuambia? Wewe sikiliza, wapo wenzao walishaleta maneno hapa. Mimi lazima nifunge. Tukwambia wewe, macho ya panzi mkubwa wewe. Unataka kushindana na Yanga hii? Alishia wapi? Umenielewa? Yes.